Nadhani Gen Z wanajaribu kuandika historia ambayo ilikuwa inatafutwa kwa muda mrefu kweli kweli duniani. Sasa ukiachana na maandamano ambayo yameendelea sehemu mbalimbali, sasa hivi kule Madagascar kulikuwa na maandamano ya Gen Z ambayo imemfanya rais aweze kutangaza rasmi kuvunja serikali yake. Rais wa Madagascar amesema kuwa atavunja serikali yake kufuatia siku kadhaa za maandamano yanayoongozwa na vijana kuhusu kukosekana kwa maji na katika kwa umeme kwa muda mrefu. Tunakubali na tunaomba radhi, kwani wanachama wa serikali hawajatekeleza majukumu waliopewa, Andry Rajoelina alisema katika hotuba ya kitaifa iliyotangazwa na televisheni siku tatu. Maandamano hayo yanayoitwa Gen Z yameshuhudia maelfu ya waandamanaji ambao wengi wao ni vijana wakiingia mitaani katika miji kote Madagascar tangu Alhamisi chini ya kauli mbiu maisha bila kuteseka. Mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amelaani kikosi kisicho cha lazima kinachotumiwa na vikosi vya usalama kutuliza machafuko, akisema kuwa watu wasiopungua 22 wameuawa na wengine 100 wameweza kujeruhiwa. Bana, nadhani matumizi ya nguvu kwenye mataifa mengi sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa ambayo inakumba karibia kila sehemu. Tunaona mataifa mbalimbali. Nchini Kenya iliripotiwa vifo vya vijana kwa sababu walikuwa wanatumia risasi za moto kuweza kushambulia vijana ambao walikuwa wanaandamana kuweza kudai haki zao na mabadiliko ya utawala pale nchini Kenya, lakini ikiweza kusambaa hadi nchini Nepal ambako mapinduzi yakamfanya rais aweze kukimbia nchi yake na viongozi wengine mbalimbali wakiweza hata kushambuliwa na nyumba zao kuweza kuchoma moto. Lakini Madagascar inatoa funzo lingine ya kwamba labda haki haipatikane peke yake kwa kuongea mtandaoni. Labda kwa viongozi hawa ambao ni wagumu kusikia, wanatamani kuweza kufanyiwa kitu ambacho kitawashinikiza waweze kukubali. Tunaona Madagascar rais amekubali kuweza kuivunja serikali yake na kuunda tena upya serikali mpya.